Ebana naam, basi katika episode iliyokuwa imeweza kupita tulishia katika kipengele ambacho mama yake mzazi Percy alivyokuwa anauawa, lakini pia Percy naye alikuwa ameweza kuchukuliwa kutoka katika eneo ambalo ni dunia ya kawaida kuelekea katika eneo ambalo ni la siri. Basi tuendelee na movie yetu sambamba. Sasa katika usiku mmoja ambako Percy alikuwa kama vile anaota, mara ghafla nyakati hizo akaanza kujiuliza kwamba mimi niko wapi? Huyu alikuwa anamuona mbele yake hapa alikuwa anaitwa Annabeth, lakini hapa alikuwa kama vile anaota. Moyo wake ulikuwa katika mawazo sana. Mara ghafla alivyoweza basi kufungua macho yake, alikutana na Groove alikuwa mbele ya uso wake. Groove anamwambia kwamba umeamka salama. Percy anasema kwamba mimi niko wapi? Akamwambia kwamba hupo sehemu salama. Sasa Percy kibaya zaidi ni kwamba aliamua basi kwenda kufanya utafiti wake mwenyewe binafsi, kwa sababu alikuwa ameshaanza kuletwa hapa na Groove. Kwa akamwambia Groove, kwa sababu kazi yako ilikuwa kuweza kunifikisha hapa, basi wewe fuata mambo yako na mimi nifuate mambo yangu. Groove akamwambia kwamba sio rahisi kiasi hicho kuweza kumpata baba yako, lakini Percy anasema kwamba nataka niweze kufanya utafiti wangu mimi mwenyewe binafsi, aidha nimuite au yeye hapo anifuate. Aliamua kutoka katika eneo la nje ambako huku nje alikutana na mtu mmoja hivi ambaye mtu huyo alikuwa amekaa pembezoni mwa jengo hili, na hapa alizani kwamba yeye labda anaweza kumuongoza kuelekea mahali ambako labda anaweza kuona ofisi ya baba yake mzazi. Lakini mtu huyu aliweza kumwambia kwamba mimi ndio baba yako, lakini ukweli wa mambo ni kwamba huyu mtu alikuwa anaitwa Mr. D, na pale Groove aliweza kumwambia kwamba Mr. D huyu ni Percy, na hapo Mr. D akasema kwamba nalifahamu hilo. Basi Groove akamuita Percy pembezoni na kisha akamueleza kwamba mtu huyu ni mmoja kati ya wale viumbe ambao ni adimu sana, wenye nguvu, ni kama vile Mungu aliyekuwa ameweza kutengwa. Sasa pale kijana huyu Percy akaamua kuweza kumfuata Mr. D na kisha akamwambia kwamba Your Highness, naomba uweze kunionyesha mahali ambako labda baba yangu yupo au naweza nikaongea naye katika siku hii ya leo. Mr. D akamwambia kwamba kwanza kabisa ili uweze kumuona baba yako na tuongelee mambo yote ya kuhusiana na baba yako mzazi, unapaswa uweze kuniletea kitu katikati ya bahari ile pale. Kitu hicho ni kama vile kikombe. Na kisha Groove akajaribu kuweza kumtetea. Lakini kipindi ambacho Groove alivyokuwa basi anajaribu kuweza kumtetea, kijana huyu anaitwa Percy alijaribu kuweza kupiga hatua zake kadhaa. Mara ghafla aliweza kuonana macho kwa macho na mwalimu wake. Tena huyu anamuita Mr. Bruno. Mr. Bruno huko alipo ni mtu ambaye anatembea kabisa, lakini Percy hakuweza kushtuka hata kidogo, kwa sababu kule shuleni aliweza kumpatia peni na ile peni ilikuwa na uwezo wa kugeuka kuwa upanga, na mtu huyu alikuwa ni mtu wa kipekee sana. Kule katika dunia ya kawaida ni kilema, lakini huku ni farasi aliyekuwa nusu farasi nusu mtu. Sasa akamwambia kwamba huyu mtu unayemuona pembezoni hapa hivi sio baba yako kama ulivyokuwa nadhani, na wala mtu huyu asikuagize jambo la aina yote. Ni mtu alikuwa anajaribu kuweza kutumia nafasi yake aliyokuwa nayo kwa hivi sasa kuweza kufanya mambo yake. Percy alimwangalia sana na kisha akakata tamaa, na hapo akamwambia Percy twende katika upande mwingine. Lakini pia Groove akamwambia kwamba sio muda sahihi wewe hapo kuweza kutufuata, kaa mbali na sisi. Groove alikuwa anajilaumu sana. Alihisi kabisa kwamba sio sahihi kuweza kumwacha Percy atembee na mtu mwingine, lakini Mr. D akawa anajaribu kuweza kumshawishi na kumwambia kwamba usijali kuhusu hilo, kazi yako ilikuwa ni moja tu, kumfikisha Percy katika hii kampani. Hapa camp kulikuwa kuna watu mbalimbali walikuwa wanafanya shughuli mbalimbali. Percy alitembezwa katika kona mbalimbali na kuonyeshwa mijengo ambayo wanafunzi hawa pamoja na vijana mbalimbali wa rika lake walipokuwa wanaishi. Lakini Percy akasema kwamba samahani sana, usiku wa jana naweza kupoteza kalamu uliyokuwa umeweza kunipa. Lakini Mr. Bruno alimwambia kwamba tazama katika mfuko wako. Percy akasema kwamba lazima itakuwa imeweza kupotea, maana yule ng'ombe aliweza kunipiga sana. Lakini bado Mr. Bruno akamwambia kwamba tazama, kalamu ile bado ilikuwa katika mkono wake. Basi mzee huyu akamwambia kwamba hiyo kalamu ni upanga ambao ni wa siri, endapo basi utaweza kutoweka katika mkono wako mpaka wewe binafsi uweze kunirudishia. Basi wakatembea katika mijengo mbalimbali ambako huku kila jengo lilikuwa na jina lake, tena mijengo ya miungu ambayo ilikuwa inaaminika sana. Sasa hii akakabidhiwa katika jengo moja ambako huku ni katika jengo la kwake God of Hermes. Basi akaingia naye ndani na kisha akapiga makofi huku akiwa anamtambulisha, na hapo Percy anaweza kukaribishwa ndani ya mjengo ule. Vijana mbalimbali wako katika eneo lile pale, wanawake kwa wanaume, na kisha Mr. Bruno alimwacha Percy pale ndani. Percy sasa alikuwa amejitenga sana, vitu vyake mbalimbali vilikuwa pale. Hapo akaja kijana mmoja ambaye anaitwa Luka. Luka alimfuata Percy na kisha akajitambulisha. Alikuwa na vijana wenzake. Luka kipindi ambacho anajitambulisha akaanza kumuelezea Percy vitu mbalimbali. Usiku ulipokuwa umeweza kufika, Groove aliingia katikati ya msitu na huku akakutana na mtu mwenye asili ya mti. Mtu huyu alikuwa kama vile anamwabudu, na kisha
Groove alielekezwa direct mpaka katikati ya mti, na huku katika huu mti ni kama vile council, baraza hili. Baraza hili lilikuwa ni baraza la watu ambao wanajua siri mbalimbali. Groove alitaka kujua siri kuhusiana na mama yake Percy. Kwa upande mwingine huko tunaonyeshwa kama Mr. D pamoja na bwana mkubwa yani Mr. Bruno alikuwa anacheza karata, na nyakati hizo Groove alikuja pale na kisha akawaambia kwamba nimeweza kutambua siri moja. Lakini pia Mr. Bruno alikuwa na mashaka sana, akamwambia kwamba siri gani? Groove akaanza kuelezea na kusema kwamba nimeenda katika baraza wameweza kunieleza kwamba mama yake mzazi Percy hakufa, bali mama yake mzazi Percy aliweza kuchukuliwa. Lakini hapo watu wao walikuwa wakali sana, hawakutaka siri ile mtu mwingine yote aweze kuitambua. Lakini hapo Groove akasema kwamba inaonekana kabisa aliyeweza kumchukua mama yake Percy alikuwa ni Heads. Heads ni mtu wa namna gani ambaye yupo chini ya ulimwengu? Na hapo Mr. Bruno aliamua kuweza kumstopisha Groove na kumwambia kwamba hiyo siri yapaswa kabisa kuweza kuitambua Percy. Walikuwa wakali na kisha wakaanza kumtishia. Nyakati za usiku wa manane tunaonyesha kwamba Percy alikuwa katikati kama vile ya jangwa, amewasha moto, na kisha nyakati hizo sauti nzito ilianza kusikika na kusema kwamba najua kitu ambacho unakitafuta, unahitaji uweze kupata haki. Sasa nani alikuwa anaongea hivi? Percy alishtuka kutoka usingizini na kisha alikuwa amelala tu. Wanafunzi pamoja na watu mbalimbali katika lile eneo wote kwa pamoja waliweza kushtuka sana. Hao ni vijana wadogo sana, umri kuanzia miaka 16 mpaka miaka 25 hivi. Luke akaamua kuweza kumfuata na kisha akamwambia kwamba ni kawaida sana kwa hapa mtu yote kuweza kuota ndoto mbalimbali. Lakini Percy akasema kwamba ndoto hii ilikuwa ndoto nzuri hata kidogo, na Luke akamwambia kwamba usijali. Wakatoka nje na kisha wakaanza kumueleza maeneo mbalimbali. Hapo aliweza kupamiwa na mwanamke mmoja ambaye huyu anaitwa Clara. Clara anaweza kumpush mpaka down, lakini Luka hapo aliweza kumtetea. Lakini akamwambia kwamba ni kijana mdogo sana, lakini vipi? Mbona kama nasikia kwamba yeye ndo ameweza kumuua yule mnyama? Sasa watu wote waliweza kusikia taarifa zile, lakini wote walikuwa wanataka pia kujua kwamba alimuua uaje, especially Clara. Clara alimtishia kabisa na kisha akaanza kumcheka. Aliondoka pale na kundi lake na wote kwa pamoja wakampa siri kuhusiana na Clara. Luka akasema kwamba watu wengi katika ile eneo huaga mara nyingi zaidi basi wanajaribu kuweza kumuonea mtu anapokuwa mgeni, na wewe utakapojaribu kuweza kuonyesha makucha yako na wenyewe pia ndio watazidi kuheshimu. Kwa hiyo Percy akapata wazo kwamba anapaswa aweze kuonyesha nini ambacho anacho, na Luka akamwambia kwamba usipojionyesha na wenyewe pia watakufanyia mambo mabaya sana. Sasa walitafuta nini ambacho Percy anakiweza ili aweze kupangiwa katika kitengo fulani. Percy sasa alipelekwa katika kitengo cha mishale. Hapo aliwakuta watu wanapiga mishale pale. Luka akamkabidhi moja kati ya upinde na kisha alijaribu kuweza kurusha ule mshale. Wanafunzi wengine wote walienda down wakiwa wanaogopa sana kwa sababu urushaji wake wa mishale ulikuwa ni urushaji wa hovyo sana. Wengi wao waliweza kusema kwamba usirushe tena, ondoka hapa. Akapelekwa kwa blacksmith, huku ni watengenezaji wa vyuma mbalimbali. Alijaribu kuweza kupiga vile vyuma, mara ghafla akaweza basi kurusha kipande cha chuma katika upande mwingine na ikasababisha moto. Walihisi kabisa kwamba inawezekana kwamba kuna kitu ambacho hakiwezi, labda Percy hana ujuzi wa aina yoyote. Wakajaribu kuweza kuongea naye kwa kina, labda anaweza akawaambia nini ambacho anakifanya katika dunia ya kawaida. Lakini Percy kama tulivyokuwa tumeweza kumuona hapo awali, alikuwa ni kijana wa kawaida tu. Akapewa siri kwamba miungu huaga wanasikia harufu za vitu, na ndio maana kipindi ambacho utaongea nao basi wataweza kukusikia. Percy akaenda katikati ya msitu na kisha akachukua zile zawadi ambazo mama yake mzazi alizokuwa ameweza kumpa. Akajaribu kuweza kuongea na mama yake na kisha akamwambia kwamba nitahakikisha kwamba baba yangu mzazi ataniona na pia hata wewe pia atakuona. Baba yake mzazi ni nani? Zeus. Percy aliongea kwa uchungu sana kwa usiku huu wa leo, lakini lengo lake lilikuwa ni moja tu. Alitaka kuweza kumfikishia mama yake taarifa hizi. Aliamini mama yake kupitia moshi ule uliokuwa unapanda angeweza kuisikia sauti yake. Muda ulikwenda baada ya kuweza kutoa yale yaliyokuwa moyoni wake, akarudi zake dormitory, ambako huku ni katika dormitory la Hermes. Kipindi ambacho anarudi, kwa bahati mbaya zaidi alikumbana na kikundi cha kwake Clara. Clara sasa alitamani kuweza kuifahamu siri ya kwake Percy, ni kwa namna gani aliweza kufanikiwa kuweza kumuua yule mnyama. Wakampeleka mpaka katika eneo la siri na huku wakampeleka katika toilet moja. Lengo lao lilikuwa ni moja tu, wanatamani kuweza kumfanyia kitu ambacho si cha kawaida. Percy hakujua nini ambacho anapaswa aweze kufanya katika siku ya leo. Hajui namna ya kuweza kujielezea kitu ambacho kimeweza kutokea. Wakamuingiza katika sinki. Lengo lao lilikuwa ni moja tu, yale maji ya chooni aweze kuyanywa.
akawa anamwambia kwamba wanafunzi wengi pamoja na watu wengi waga wanapenda kujifunza kupitia njia ambayo ni ngumu. Mara ghafla ile maji ya chooni yakaweza kukauka. Hapo hapo yakaweza kutoka katika hali ambayo ni ya kazi sana, yakamrusha Clara pamoja na kundi lake. Milango ikaweza kuvunjika na kisha kila mmoja wao akakamata njia yake. Pembezoni alikuwepo binti mmoja. Huyu alikuwepo ni Annabeth. Annabeth alipokuwa anamtazama Percy, Percy akasema kwamba anaweza kujielezea. Annabeth akamwambia kwamba hapana, huwezi kujielezea. Basi Annabeth pamoja na Percy wakawa marafiki, lakini siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, Luke aliweza kumuelezea Percy kwamba huyu mwanamke ambaye umeweza kumuona kwa usiku wa jana, ukijua kwamba ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana katika hili kundi, ni mtu ambaye ana mazoezi, lakini pia katika kempu watu wengi sana wanamheshimu. Kwa hiyo ni moja kati ya mtu ambaye umeweza kukutana naye katika usiku huo, ungeweza kufanya kitendo chochote kile, angeweza kukufanyia kitendo ambacho si cha kawaida. Kwa hiyo Luke alikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye anajaribu kuweza kumuonyesha Percy nini ambacho kipo katika eneo hili. Na baada ya pale basi waliweza kukutana makundi mawili, waligawanyishwa katika kundi la kwake Clara na kundi la kwake Annabelle. Lakini katika kundi la kwake Annabelle alikuwepo pia bwana mkubwa Luke, na huku Percy ndipo ambako naye pia alikuwepo. Wakatangaziwa na Mr. Bruno. Mr. Bruno akatangaza kwamba haipaswi mtu yeyote kuwa na kifaa chochote cha kichawi, na pale Percy alikuwa na mashaka sana kwamba ile kalamu yake ilikuwa ni kalamu ya kichawi. Basi mashindano yakaweza kuanzishwa. Basi Luke akawa direct wenzake katika kona fulani. Annabelle pamoja na Percy wakapanda katika upande mwingine. Sasa hapa tunaonyeshwa kwamba Percy huko barabarani sasa aliweza kudondoka, lakini pia Annabelle alitulia tu, na Percy akasema kwamba okay, samahani sana, mimi hapa ni moja kati ya mtu ambaye ni dhaifu, naomba uweze kunisamehe. Annabelle alikuwa ongei hata neno moja, na kisha kipindi ambacho Percy anajaribu kuweza kutengeneza ukaribu baina yake pamoja na Annabelle, lakini bado Annabelle anaonyesha kwamba ajali kuhusiana na ukaribu. Anachokijali zaidi ni kwamba Percy anapaswa aweze kucheza mchezo vizuri katika siku ya leo. Alimueleza wazi, na kisha aliweza kumuonyesha silaha moja ambayo silaha hii ni zawadi kutoka kwa mama yake mzazi. Ni zawadi ambayo ni ya kipekee sana. Annabelle na kofia yake ambayo akivaa basi anapotea, na kisha akiitoa basi anarudi, na kisha akamwacha pale Percy akiwa amesimama. Sasa huko kwa upande mwingine mashindano yalikuwa yameweza kuanza, na hichi kilikuwa ambacho kunaweza kutokea katika siku ya leo ilikuwa ni mapigano ambayo haupaswi kuweza kumuumiza mwenzako. Luka aliwatembezea kichapo sana kundi la kwake Clara na wote wakasarenda, na baada ya hapo bana Luka pamoja na Annabelle walipanga siri, ambayo siri hii ni kuhusu Percy. Percy anapaswa aweze kusimama katika eneo fulani. Hapa alipoachwa hakuachwa kimakosa, aliachwa kwa lengo moja tu, aweze kuwavutia maadui na maadui waweze kumpiga, wao waweze kupata nafasi ya kuweza kwenda kuchomeka bendera yao, yani waweze kupata ushindi. Percy kwa bahati mbaya kipindi ambacho basi amelala anaweza kuvamiwa pale hivi na Clara. Clara alikuja na kundi lake la watu watatu. Watu hao walimwambia kwamba wanataka waweze kulipiza kisasi kwa kile ambacho kimeweza kutokea kule chooni. Basi Clara alikuwa na mkuki wake, ambaye mkuki huu ulikuwa ni mkuki wa kichawi. Alipopiga pale chini uliweza kuwaka moto. Hapo Percy akaanza kujiandaa. Basi Clara akaanzisha mapigano. Mapigano alikuwa sio dakika nyingi sana, lakini Percy aliamua kuweza kuchanja mbuga. Aliwakimbia lakini mwisho wa siku akapelekwa katika eneo ambalo lilikuwa ni karibu kabisa na mto. Akajaribu kuendeleza mapigano kwa sababu ilifika stage kwamba walianza kumzidi. Aliwatembezea mkono na mwisho wa siku aliwapeleka down. Kila mmoja alikuwa katika lile eneo alianza kushangaa, lakini kibaya zaidi ni kwamba mkuki wa kwake binti Clara uliweza kuvunjwa, na kisha aliweza kushangaa sana. Maumivu makali sana aliweza kuyapata baada ya kuweza kuona namna ambavyo maadui zao walivyoweza kushinda. Bendera yao iliweza kuchomekwa, na kisha ushindi ukawa katika kundi la kwake Annabelle pamoja na Luka. Lakini nyakati hizo bana binti Annabelle alikuwa katika eneo lile pale akiweza kushuhudia matendo yote yalivyokuwa basi yanatendeka pale, na kisha Percy akamwambia kwamba ulikuwa hapo. Annabelle anasema kwamba ndio nilikuwepo, lakini katika mwili wa Percy kulikuwa tayari kuna majeraha. Aliweza kumuinua, na kisha kitendo ambacho alikifanya Annabelle katika siku ya leo, aliweza kumwomba msamaha Percy. Alisukumwa ndani ya ule mto, ambao mto ule uliweza basi kumtibu majeraha yake yote, na kisha nyakati hizo uliweza kushuka mkuki ambao si wa kawaida. Huu mkuki ni wa kwake Poseidon, na hapo walisema kwamba baba yako anakuita. Poseidon ni mungu ambaye anatisha sana, ambaye ni ndugu yake dhahiri kabisa, ndugu yake baba yake mzazi Zeus.
Kwa upande mwingine, baada ya kile kitendo kuweza kutokea, alifuatwa na Mr. Brunner. Mr. Brunner anamwambia kwamba baba yako mzazi ni Zeus, lakini katika siku ya leo unapaswa uweze kufika katika eneo la Underworld, huko uende kuokoa yale ambayo yalikuwa yameweza kuchukuliwa. Hawajamwambia dhahiri kabisa kwamba mama yake mzazi yupo chini ya ulinzi wa kwake Hades. Nyakati hizo aliweza kufika pale hivi Groove baada ya kuweza kusikia pale Percy alivyokuwa anabisha, akaweza kumwambia Percy kwamba mama yako mzazi yupo chini ya Underworld na ameweza kuchukuliwa. Ile siku ambayo uliweza kushuhudia kwamba alikuwa ameweza kufa, hakuwa amekufa. Percy ndipo basi macho yake pamoja na akili yake ikaweza kufunguka, lakini kumbuka kwamba Mr. Brunner pamoja na Mr. D walikataa kabisa Percy asiweze kuambia lile jambo. Je, Percy atafanikiwa kuweza kumchukua mama yake uko chini ya ulimwengu Underworld, akiwepo chini ya ulinzi wa kwake Hades? Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa naelezea kwa muda huu. Dondosha comment yako hapo chini, tuendelee na episode ya 3. Bye bye for now.